Na somo letu lina kichwa kifupi kinachosema sawa, nyakati Mungu, yes, nyakati za Mungu kujidhihirisha katika mwili. Amina. Nyakati za Mungu kujidhihirisha katika mwili. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina sana. Pigia mstari mahali pa kujidhihirisha katika mwili. Amen. Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 na mstari wa 16, naomba tusome. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 na mstari wake wa 16. Soma. Ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Ndio. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Siri ya utakatifu ni kuu. Mungu, yani Mungu alidhihirishwa katika mwili. Alidhihirishwa katika mwili. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Akaonekana na malaika. Akahubiriwa katika mataifa. Akaaminiwa katika ulimwengu. Ameaminiwa katika ulimwengu. Akachukuliwa juu katika utukufu. Amina. Nani aliyechukuliwa juu katika utukufu? Aliyechukuliwa juu katika msimu wa Pasaka ni nani? Nani aliyechukuliwa juu wakati wa Pasaka katika utukufu? Nani? Utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Maandiko yameweka wazi, sawa, ya kwamba siri ya utauwa ni kuu. Amen. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi alidhihirishwa katika mwili. Amina. Sema amina na ubarikiwe sana. Amen. Wale wasomaji wa Biblia yes, wanakumbuka ya kwamba Mungu ni roho. Amina. Sawa sawa na Yohana 4 na mstari wa 24. Kitabu cha Yohana sura ya 4 na mstari wake wa 24. Ndio. Ninasoma kwa jina la Yesu. Mungu ni roho. Nao wamwabuduyo yeye imewapasa. Na wale wanaomwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amina. Na Mungu kufikia kwenye hatua ya uumbaji, sawa, bado alikuwa katika roho. Na Ayubu 33, sawa, na mstari wa 4 anasema wazi, sawa, ya kwamba roho ya Bwana Mungu iliniumba na pumzi yake aliye juu kunitia uhai. Amina. Tusome kitabu cha Ayubu sura ya 33. Ndio. Na mstari wake wa 4, nasoma kwa jina la Yesu. Roho ya Mungu imeniumba. Roho ya Bwana Mungu imeniumba. Na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Na pumzi za Mwenyezi Mungu kunipa uhai. Amen. Kwa hiyo tunaona, sawa, Mungu ni roho. Na mpaka alipofika kwenye hatua ya kumuumba mwanadamu, amen, alikuwa bado ni roho. Amina. Sema amina ya radi. Amen. Baada ya kukamilisha kazi ya uumbaji na kurudi kwenye kiti chake cha enzi, sawa, adui alikorofisha kule mbinguni, ndio, anayeitwa Lucifer. yes. Mungu akatumia jeshi lake la malaika, amen, sawa sawa na Ufunuo ile sura ya 12 na mstari wa 7, amen, kumwangusha chini. Amina. Tusome. Nasoma kwa jina la Yesu. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda. Na wao wenyewe hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa. Hebu sema akatupwa. Akatupwa. Hata leo ataondolewa kwenye maisha yako, atatupwa kwa jina la Yesu. Atupwe. Ataondolewa kwenye biashara yako, atatupwa kwa jina la Yesu. Atupwe. Ataondolewa kwenye mwili wako, atatupwa kwa jina la Yesu. Nokachia. Ataondolewa kwa watoto wako, atatupwa kwa jina la Yesu. Nokachia. Nokati usema aondolewe. Aondolewe kwenye mipaka yote
kwenye mipaka yote ya maisha yangu, ya maisha yao, yaondolewe kwenye ramani ya maisha yangu, ya maisha yao, tupwe bali na maisha yangu. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Akatupwa yule joka, akatupwa yule mkubwa, ndio nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, ambaye anaudanganya sasa ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi. Akatupwa hata wapi? Nchi. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Yeye mwenyewe na yeye alikuwa na malaika zake. Na wote wakatupwa pamoja naye. Yes. Kuna watu watatupwa mbali na maisha yako leo. Tangazo. Waachie maisha yako yafanikiwe. Amina. Waachie hatima yako ifanikiwe. Amen. Wakuachie upenye katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndiye Mungu mkuu na nuru halisi. Sema amina ya radi. Amina. Ili upate kubarikiwa. Amen. Sema amen. Amina. Kwa hiyo tunaona baada ya kuangushwa kule juu. Sema amina. Amen. Alimfuata Adamu Edeni. Amen. Alimokuwa ameandaliwa na Mungu. Oh yes. Na yeye akaenda kwa maumbile ya nyoka. Amen. Akamshawishi Adamu kupitia mke wake. Ndio. Ndipo akafanikiwa kumwangusha. Amen. Baada ya kumwangusha Adamu akamwasi Mungu. Oh yes. Baada ya kumwasi Mungu, Amen, alifukuzwa Edeni. Na kwenye bustani kukawekwa kerubi. Amina. Waliobeba upanga wa moto. Oh yes. Asiruhusu tena Adamu wala mke wake wala watoto wake kurudi Edeni. Amina. Ninaamuru mahali popote ulipofukuzwa, popote, Mungu akurudishe kwa mikono yake leo hii. Mahali sahihi akurudishie ndoa sahihi. Pokea. Akurudishie biashara sahihi. Pokea. Akurejeshe mahali unapostahili. Piga sauti, sema imekuwa tayari. Imekuwa tayari. Kwa kuwa kila jambo jema ndio huanzia rohoni. Amen. Hivyo amini, kuna jambo Mungu atakuwa amelirudisha kwenye maisha yako. Amina. Ambalo unastahili kwa ajili ya hatima yako. Amina. Amina ni kidogo sana na haina msaada katika ibada hii. Amen. Sasa basi, sawa, mwandishi Paulo anamwambia Timotheo, Mungu yule aliyeziumba mbingu na nchi, sawa, ambaye ni roho, alidhihirishwa katika mwili. Amina. Na mwezi wa 6, sawa, ndio mwezi ambao ni nyakati. Amina. Ama majira ya Mungu kudhihirishwa katika mwili. Amina. Hawa niitikii hawa watu. Amen. Na kama tunavyofahamu, sawa, leo ni tarehe 28. Oh yes. Kama sikosei. Yes. 29. Amina. Hapo nimekaa sawa sawa. Hapo sawa sawa sasa. Sema amina ya radi. Amina. Unajua baba yako na kesha usiku na mchana, hata masaa saa nyingine na siku. Ni kweli. Zinapiga chenga kidogo, lakini ili mradi wewe mambo yako yananyoka, mimi sijali Rakaje usema imekuwa kwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo Nazareti, Mungu kuna nuru halisi. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo leo ni tarehe 20 ngapi leo? 9 leo. 29. Amen. Manake tuko mwishoni. Sema amina. Amina. Na vita sawa ya adui yako, amen, haiko mwanzoni. Iko katikati na mwishoni. Amina. Ili kukatisha tamaa. Ushindwe kuendelewa. Yes. Ili kukatisha tamaa. Ndio. Ushindwe kumaliza. Na katikati ya mwezi huu, sawa, sema amina ya radi. Amen. Yako mambo mengi shetani alikuwa amepanga. Yes. Kuna watu wasingekuwepo leo. Alileta ajali. Ni kweli. Alileta magonjwa. Ni kweli. Ameleta mazingira magumu hata ya kujitoa uhai mwenyewe. Ndio. Lakini Mungu anayeishi, Yesu, amekuja
kupangua mipango yake. Kusababishia sasa amekusukuma wewe kwa siku ya 29. Beba kofi makubwa. Ajali zimeferi, mabaya yameferi, makusudio ya watesi wako yamesukumwa mbali na maisha yako, na utatoboa tena mwezi wa 7. Piga sauti, sema imekuwa tayari. Imekuwa tayari. Yesu anisaidie. Na Yesu anisaidie. Wengine walitakiwa wapoteze watu wao wa muhimu. Hakuna kitu hatari kwenye maisha yako kama yule mtu ambaye Mungu alimwandaa kwa ajili ya saa yako kabisa, ya mwisho kuelekea kwenye hatima yako. Ni kweli. Alafu akafa. Akapatwa na mabaya. Amen. Hapo ndipo watu wanashindwa kuelewa kabisa mwisho wao utakuwaje. Sema amina ya raha. Amina. Wengine watu hao wanaondolewa kwenye maisha yao. Ndio. Wanatengwa na fulani. Wanaondolewa kwenye maisha yao. Ni kweli. Au wewe unaondolewa kwenye maisha yao. Kwa namna yoyote tu ya kuzusha au ya kutungiwa mabaya. Kila mabaya uliotungiwa yoyote yaliyokuondoa mahali sahihi na kuwaondoa watu walioandaliwa kwa ajili ya saa yako ya mwisho. Leo kaji usema na yapangua na kuyafuta. Piga sauti, sema na yafuta kwa damu. Na yafuta kwa damu ya Yesu. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Wapendwa katika Kristo. Amen. Vita ya watu wengi iko mwishoni. Wanapokaribia kupata. Ndio. Kila unapokaribia kupata lazima kitengenezwe kitu kutoka kuzimu. Leo ibada yetu ya jioni ni ibada ya kufunga malango yote ya kiroho yanayosababisha matukio mabaya ya kiroho, yanayosababisha matukio mabaya ya kiroho mwisho wa kila jambo kwenye maisha yako. Ifungwe, isifungwe? Ifungwe. Leo tutaifunga hiyo milango. Lazima. Sisi sote tunafahamu. Amen. Tokea Pentekoste ya kikuhani tulipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na Mungu alichoongoza kupambana na roho 7 zote upande wa Baba, roho 7 mbaya na roho 7 upande wa Mama. Na sasa hivi upande wa Baba tumemaliza, tuko upande wa Mama. Tutakapomaliza lazima kiitike na kilete matokeo. Na matokeo hayatakuwa ya siri, yatakuwa ya waziwazi. Utasikia vilio na kushaga meno upande wa Baba na upande wa Mama. Wote walioamua kuwa kinyume chako watanyosha maelezo, watatamka na kutoa siri zote. Ukajosema imekuwa kwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo Nazareti. Umebarikiwa mwanangu. Amina Baba. Kuwa umepokea baraka za rohoni kwenye Pentekoste ya kikuhani. Utapokea na baraka za mwilini katika mkesha wa chuma unaoachia. Pokea roho ya mafanikio. Na leo naziona roho zinazoanza kufanikiwa katikati yetu, kwa kuwa mafanikio yanaanzia rohoni. Pokea upako kuanzia rohoni. Kuanzie pale pale ambapo Mungu amekubarikia roho yako, uanzie kufanikiwa. Wengine wengi hawajafanikiwa. Wengi wamepata mafanikio ya kimwili, lakini roho zao hazikufanikiwa. Walipata mali, lakini wakapoteza ufalme wa Mungu. Wakapoteza nafasi yao mbele za Mungu. Lakini wewe umebarikiwa mwanangu. Amina Baba. Umepokea baraka za rohoni. Na hivi sasa utafanikiwa kuanzia rohoni na mpaka mwili wako. Na hatima yako pia imebarikiwa mwanangu. Amina Baba. Pokea kivipawa vya rohoni. Pokea karama za rohoni. Pokea vipaji vya rohoni. Wakati usema imekuwa. Na leo kuna kundi la roho chafu ambazo mahali pake pa kuishi ni majini. Mwanangu, maji ya leo
yameandaliwa mto wa moto kuzamisha roho zote zinazotakiwa kurudi majini. Sitazama iwe umezirithi upande wa baba ama umerithi upande wa mama, na kuhakikishia zitarudi majini. Zitake zinazamishwa, na sio maji ya kawaida, ni maji ya moto, ni moto wa moto. Piga sauti, sema watazama hawatainuka tena. Kumekuwa na desturi, ukifukuza mapepo yanaenda kuzunguka, yanarudi. Yakishindwa kurudi kwako, yanarudi kupitia mume, yanarudi kupitia rafiki, yanarudi kupitia majirani, yanarudi kupitia ndugu zako. Na adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake. Ninaamuru yoyote aliyepanga kuwa adui yake awe adui wa Yesu Kristo mwenyewe, ili Yesu ashughulike naye. Akuache wewe ufanikiwe mwanangu, akuache wewe upenye mwanangu, akuache wewe uinuliwe mwanangu. Amina baba. Pokea roho ya kuinuliwa, pokea roho ya utajiri, wakati usema nimepokea, nimekuwa ya kwangu. Amen. Sauti sema Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Leo malaika wa maji yuko kazini. Sante. Ufunuo. Wewe 16 mstari wa 5. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 16 na mstari wake wa 5. Ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Nami nikamsikia malaika wa maji akisema. Nikasikia malaika wa nini? Wa maji. Wa moto? Hapana. Wa baridi? Hapana. Wa mvua? Hapana. Malaika wa nini? Wa maji. Malaika wa maji. Inua mikono, sema malaika wa maji. Malaika wa maji. Niko tayari unihudumie. Nipo tayari unihudumie. Kupitia maji ya mto wa moto. Ya mto wa moto. Ngome ya Yesu Kristo. Ngome ya Yesu Kristo. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Wangapi wanataka malaika wanaofanya kazi kupitia maji wawasaidie leo? Na malaika hawa wa maji wana uzoefu, wanajua roho zinazopambana na maisha ya watu, wanajua ambazo makao yake ni kwenye maji. Ndio, kwenye maji kuna viumbe vinaishi, vipo, kuna samaki na viumbe wa baharini. Ni kweli. Mwanadamu hawezi kuishi kwenye maji, hawezi, kwa sababu ameumbwa aishi nchi kavu. Ndio. Shetani anapotaka kukutenga mbali na mafanikio yako, anatuma vibaraka wake, kumbe waganga na wachawi na wapunga pepo. Wanaenda baharini, wanaenda ziwani, wanachukua mapepo yanayokaa baharini, yanayoishi kwenye maji, hayana uzoefu wa nyama na damu, wanayahamishia kwenye maisha yako. Wakishayaleta maroho haya kwenye maisha yako, yanabadilisha maisha yako. Unaishi kama kiumbe, ukilala unaota uko baharini, unaota unavua samaki, unaota mafuriko yanataka kuzama, unaota uko kwenye hatari, mvua kali zinanyesha. Yani maji yanakuwa tishio kwenye maisha yako. Kumbe shetani anapambana na wewe kupitia marine spirit. Na leo hizo roho zinasambaratishwa kufatana na maandiko matakatifu. Sawa. Mungu mwenyewe unapoitika taratibu na nizuia sana. Amen. Mungu mwenyewe aliutulia juu ya uso wa maji. Ndio. Kwa nini hakutua kwenye ardhi? Hapo. Kwa nini hakutua juu ya miti? Yes. Kwa nini hakutua mahali pengine? Akaenda kwenye maji. Amen. Biblia inasema giza lilikuwa chini ya vilindi vya uso wa nini? Wa maji. Amina. Na Roho wa Mungu akatulia juu ya maji. Amina. Manake mamlaka yake ilienda kudhibiti kwanza marine spirit. Giza ni shetani. Ndio. Ni kimvuli cha kujificha shetani. Ndio maana zinaitwa nguvu za giza. Ndio. Mtu
anayesumbuliwa na umaskini yuko gizani. Ni kweli. Hajui afanye nini, ni roho za majini. Yes. Kama umefunikwa na giza. Ndio. Kwa sababu Ibilisi jina lingine anaitwa kerubi afunikaye. Manake anafunika nyota za watu. Ndio. Hatima za watu. Na giza kuu. Yes. Ndio maana Isaya sura ya 9. Sawa. Na mstari wa 2. Anasema watu wale waliokwenda gizani hivi sasa wameona nuru kuu. Watu wale waliopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, ndio sasa wameliona nuru kuu. Amen. Maana yake ni nini? Yes. Shetani ni giza. Amina. Mauti ni giza. Giza. Wewe ambaye kifo kinakukosa kosa kuanzia mimbani. Toka umezaliwa, unakuwa mpaka hapa ulipo. Ndio. Ni kukosana na ajali. Ndio. Kukoswa na magonjwa makubwa. Ni kweli. Na hivi sasa yamkini tayari mauti unatembea nayo. Ndio. Kupitia kansa, sukari, ni kweli. pressure, HIV, yes. Kifafa. Ndio. Unatembea na kupitia ajali. Ndio. Nataka nikuhakikishie. Sawa. Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Yesu. Alianza kudhibiti roho za kwenye maji. Kupitia uumbaji wake wa kwanza. Amen. Na hata leo amepanga kupambana na roho zote zinazokabiliana na wewe. Zote. Kupitia mto wa moto. Zote. Yukaji usema wakamatwe na wazikwe. Wakamatwe na wazikwe. Wasiinuke. Wasiinuke tena. Kwa damu ya nani? Kristo Nazareti Mungu kuna nuru. Kwa jina la nani? Na Yesu Kristo Nazareti Mungu kuna nuru. Watu wengi wanashindwa kusimama mbele za Mungu. Ndio. Na kumtumikia. Kutumikia wito. Kutumikia kusudi. Kabisa. Kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Ndio. Kwa sababu ya roho za kwenye maji. Ndio maana Danieli. Sawa. Ile sura ya 7 na mstari wa 10 anaeleza kuhusu habari za mto wa moto. Amina. Amina, hiyo ingekuwa nzito, ingekuwa imeshakuletea baraka. Amen. Hebu tusome Danieli. Kitabu cha Danieli sura ya 7 na mstari wa 10. Kitabu cha Danieli sura ya 7 na mstari wake wa 10. Ndio. Ninasoma kwa jina la Yesu. Mto kama mto utakaotoka katika kupita mbele zake. Hapo umejishachanganya. Nitarudia kwa jina la Yesu. Soma. Mto kama wa moto. Mto kama mto wa moto. Ukapita mbele zake. Ukapita mbele zake. Maelfu wakamtumikia. Maelfu wakamtumikia. Na 10,000 mara 10,000. Na 10,000 mara 10,000. Wakasimama mbele zake. Wakasimama mbele zake. Manake hawa ni watu elfu. Amina. Na 1000 mara 10,000. Wote walitakiwa wamtumikie Mungu. Amina. Lakini shetani amefunga njia zao. Mungu ghafla akapata ufunuo. Wewe. Akapitisha mto wa moto mbele yao. Wewe. Alipopitisha mto wa moto. Akawaamuru wapite kwenye mto. Baada ya kupita kwenye mto. Ghafla roho ya uhai ikawaingia. Wakaanza kumtumikia Mungu. Na wakasimama mbele zake. Amen. Kama kuna mtu anasinzia, mfinye kidogo. Ndio. Mwambie pokea roho ya ufufuo. Pokea roho ya ufufuo. Huwezi kuja kuzimia kwenye kanisa. Haiwezekani. Na makelele haya yote mengi. Shetani ameshinda. Kwa jina la Yesu. Na ukimtikisa, ukiona jirani yako analala. Sawa. Ama anazubaa, we mguse tu na imshtue. Sawa. Manake usingizi ni kirusi. Ni corona. Wewe. Ni tauni. Inaambukiza. Ina tabia ya kuambukiza. Ndio. Ukiona mtu amekaa kama kitafari. Sawa. Hatikisiki, hakuna amina, muhame. Ama tafuta sehemu nyingine. Ndio. Waache wafu wawazike wafu wenzao. Waache. Roho iliyochangamka ni dawa njema. Kama leo ni siku yako ya kupona, wa kushoto kwako na kulia kwako utamuona amechangamka. Unajua leo ndio siku yangu ya kuondoka na tobe. Hakuna
Hakuna askari anaingia vitani akiwa amelala. Hakuna mchezaji anaingia kwenye mpira akiwa na usingizi. Utafunga. Kila mmoja lazima awe na shambra za uchampioni. Na timu ikitaka kufungwa, mashabiki wanyamaze kimya. Ujue hiyo timu sasa iko hatarini kupigwa mabao ya haraka. Timu ya Wanangomeni nisikie amina. Shangwe. Timu ya vyuma vilivyonolewa nisikie kelele nzuri. Shangwe chapa. Hapana chapa. Sema amina ya radi. Amina. Sema amina tena. Amen. Mto wa nini? Wa moto. Unazalisha maelfu mara 10,000. Amen. Wanaosimama mbele za Mungu. Tupo tayari na kumtumikia. Amen. Wangapi wenye shauku ya kumtumikia Yesu? Tupo tayari. Piga sauti sema nakataa kutumikia mashetani. Nakataa kutumikia mashetani. Piga sauti sema nakataa kutumikia mpinga Kristo. Nakataa kutumikia mpinga Kristo. Piga sauti sema nakataa kutumikia miungu. Nakataa kutumikia miungu. Paza sauti sema nakataa kutumikia mizimu. Nakataa kutumikia mizimu. Sema nitamtumikia Yesu Kristo. Nitamtumikia Yesu Kristo. Aliye Mungu mkuu. Aliye Mungu mkuu. Na nuru halisi. Na nuru halisi. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Mpe Yesu makofi mazuri sasa. Haleluya. Duniani kila mmoja amekuja kulitumikia shauri la Mungu. Amina. Hapo wachawi wameshakubana tayari. Amen. Kila nini? Moja. Ndio maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sawa, ile sura ya 13 na mstari wa 36, sawa, ya kwamba Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu akalala na baba zake. Yes. Manake akiisha kutumikia shauri. Amen. Kila mmoja amekuja kutumikia shauri la Mungu. Amen. Hawaelewi. Yes. Ujaja kumkaangia mume wako makaangio paka kufa, hana mbingu. Wewe. Hakuna andiko linalosema ukiolewa, yes, mume wako atakupeleka mbinguni. Oh yes. Unalo Up. Labda liko kwenye kitabu chako au liko moyoni mwako mwenyewe. Hapo. Kwamba siku unapoolewa, ukiolewa tu madhabahuni, yes, ukafunga ndoa takatifu, amen, moja kwa moja mume wako atakupeleka mbinguni. Au mke wako atakupeleka mbinguni. Amen. Maandiko yanasema wawili watakuwa wanatembea njia moja. Oh yes. Mmoja atwaliwa, yes, mwingine anaachwa. Amen. Wawili wamelala kitanda kimoja. Yes. Mmoja atwaliwa, mwingine ameachwa. Amina. Na hapo sasa ndio mtaelewa nini maana ya kupotea. Amen. Ama kutekwa. Yes. Manake kuna ishara mnazipata duniani, sawa, ambazo ni za vizazi vya watu kupotea. Ndio. Hii ni ishara ya kunyakuliwa. Yes. Kuna siku utashangaa, yes, watoto wako uwaoni. Amen. Mume umuoni, mke umuoni, baba mama umuoni. Yes. Tafuta huku na kule hapatikani. Amen. Sema amina ya radi. Amina. Utakao wakuta bado wapo, yes, ujue hao wewe na wao mmeachwa. Mbinguni au uendi. Yes. Kwa sababu kuna kutwaliwa. Amina. Yes. Mungu akusaidie. Amen. Kama unaomba ndoa, sawa, uombe ndoa itakayokuwezesha kutumikia kusudi la Mungu. Amen. Kama ni mwanamke, omba mume atakayekusaidia utumikie kusudi la Mungu. Kama ni mke, kama ni mwanaume, omba mke atakayekusaidia utumikie kusudi la nani? La Mungu. Amen. Sio uombe kwa ajili ya mapenzi yako. Hapana. Wakufurahisha mwili wako. Dunia ndiko iliko sasa hivi. Ndio. Kila mtu anaomba, naomba mume wewe atakayenibeba, atakayenilisha, atakuwa ananiimbia. Akuimbie. Wewe. Yaani kama mimi. Hapo. Pige kabisa maombi eti na kuimbia na kutungia wimbo. Hapo. Wakibosho wanaweza, lakini mimi
ni jitu la mbinguni. Oho. Sifa na utukufu wote nitamrudishia yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Amen. Kama nitakuwa na muimbia yeye, nisaidie tumuimbie, tumtukuze yeye. Pamoja. Pale ambapo Daudi alipooa mwanamke aliyekuwa kinyume cha mapenzi ya Mungu. Oh, yes. Daudi ilipofika wakati wa kumchezea Mungu, sawa, alimimba akamchezea Mungu wakati sanduku la Bwana lilipoingia Yerusalemu. Amina. Akampaka mavazi akadondoka. Yule mwanamke akaenda akatangaza, huyu mwanaume ameniaibisha sana. Mtu gani anacheza mpaka nguo zinavuka? Wewe hujakutana na mtu anayemjua Mungu wake. Wewe hujakutana na mtumishi anayemjua Mungu wake. Amen. Anaweza asiwe na muda na wewe, lakini muda na Mungu anao. Asiwe na fellowship na wewe, lakini fellowship yake na Mungu anao. Amen. Asiwe na mapenzi na wewe, lakini mapenzi yake na Mungu. Yes. Ndio ameyapa kipaumbele. Amina. Usipoitika manake umelogwa. Amen. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Nisikae hapo manake kuna watu wameshaanza kununa. Nimeshamuuzi mtu tayari. Tunapona tayari. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie ulitumikie kusudi lake. Amina. Usilale ukiwa bado haujalitumikia kusudi la nani? La Mungu. Ndio. Amba shauri la Mungu. Hilo andiko umelipata? Tumelipata baba. Soma. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 na mstari wa 36. Ndio. Ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu. Yeye Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu. Katika kizazi chake. Alilala. Akawekwa pamoja na baba zake. Akawekwa pamoja na nani? Baba zake. Akaona uharibifu. Akaona nini? Uharibifu. Lakini ni baada ya kulitumikia nini? Shauri la Mungu. Lugha nyingine kusudi la Mungu. Amina. Ndipo akalala. Kulala kila mtu atalala. Na hata usipolala, ndio, fumba na kufumbua, ndio, kila mtu atabadilishwa kabisa. Mwili utavuliwa, utapewa mwili usiougua. Amen. Utapewa mwili usiochoka. Pokea. Unapewa mwili usiokufa. Tuko tayari tena. Amen. Lazima. Ndio. Sema amina. Amina. Huo mwili unaotudengulia nao, kupiga makofi utaki, vigeregere hautaki, unadengua, kuomba utaki, kukesha utaki, kufunga utaki. Nataka nikuhakikishie kuna siku moja utalala. Ndio. Hapo. Hauwezi kuishi nao milele. Hauwezi. Utauvua tu. Usipopenda kuuvua, kuna atakaye kuvua. Hapo. Kuna watu wamepewa mamlaka ya kuvua. Ndio. Anakuvua usiku. Ama mchana. Ndio. Ukiwa unaona. Unarusha mikono na ngumi, niachie na muona shangazi, hakuna achiwi mtu hapo. Wewe. Kama ilivyo siku ya kufa ni moja. Nayo ndio siku ya hukumu. Kumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Amina. Kuna nyakati ambazo utafurukuta, hutaweza. Ndio. Kubali kutumikia kusudi la Mungu saa hii. Kubali kutumikia shauri la Mungu saa hii. Tunakubali. Sema amina ili ubarikiwe. Amen. Amina ndogo, tafuta mahali pengine pa kupeleka. Amina. Huku ndani leo Yesu amezikataa. Amen. Yesu anataka amina za kishindo kabisa. Amen. Za watu ambao maroho ya kwenye maji yanakwenda kurudi kwenye maji, na wao watamtumikia Mungu wao. Shangwe. Amina kubwa itakuletea baraka. Amen. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Narudia tena, shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo leo sawa, ni siku ya kupita kwenye mto wa nini? Wa moto. Na malaika wa maji atafanya kazi yake. Oh yes. Atafanya kazi yake. Amen. Kuna watu ambao Mungu ndio amewaumba wamtumikie kupitia maji. Afanye maajabu mengi kupitia maji. Asante Bwana Yesu. Na sisi tunafahamu sawa kwamba wote wana wa Israeli wote ili waingie Kanaani walipasua maji ya Misri
Yakageuzwa yakawa damu. Walipobisha yakapigwa mainzi. Ndio. Walipobisha wakapigwa mapigo 10. Ndio. Paka ya wazaliwa wa kwanza. Israeli wakatoka. Wakaandaa bahari ya Shamu. Hapo ndipo Musa alipowajirishia ya kwamba yeye ni malaika wa maji aliyevaa mwili. Akayachapa maji kwa fimbo, maji yakagawanyika ghafla. Njia 12 zikafunguka. Israeli makabila yote, kila mtu akashika njia yake kupitia maji, wote wakavuka. Utavuka. Wakasema sasa, maadamu Mungu Yesu amewapitisha kwenye maji, ndio na sisi tutapita njia ile. Kumbe roho ya Misri ni roho ya kwenye maji, ya kwenye mito, uchawi wa kwenye mito. Kumbe Farao asijue. Akasema sisi ni wadhoefu wa kwenye maji. Na hata Musa amesahau kwenye zamu yake. Sawa. Watoto wote wachanga tulikuwa tunawatupa mtoni. Ndio. Alafu yeye mwenyewe aliokotwa kwenye maji kwenye mto na mtoto Malkia ambaye ni wa Misri, mtoto wa Farao. Amina. Wa kike. Musa kashasahau. Sawa. Hajui kwamba hata jina alilonalo ni mtu aliyeokolewa na maji. Hajui. Haelewi bado. Nataka nikwambie hivi. Sawa. Kule ambako ninyi mnafia ni kwa ambako sisi tunapokea uzima. Ni kwa ambako sisi tunaishi milele. Sema amina ili Yesu akusaidie sasa. Amina. Hapo sasa wakasema sasa hivi ndio yeye Farao ilikuwa kila alfajiri lazima aende kwenye mto. Na Mungu alimtuma Musa. Amina. Akamwambia wai alfajiri hapo utakutana na Farao akiwa anaelekea majini kwenye mto kufanya ibada zake za kwenye maji. Na hapo ndipo umwambie awape Israeli ruhusa. Amina. Wakanitumikie jangwani. Amen. Wakanitumikie. Amina. Lakini mwisho wao hautakuwa jangwani. Nataka wakatishe waende paka Kanaani. Nchi ijayo maziwa na asali. Amina. Kwa hiyo ukimwangalia Farao unamuona na uzoefu wa majini. Lakini ile kwamba yeye ni malaika wa kuzimu. Wako malaika walioshuka kutoka mbinguni. Wewe ukijaribu kushindana nao, maji yale yaliyokuwa yanakupa jeuri yatakumeza, yatakuchukua saa hiyo hiyo. Wewe usicheze na amiri jeshi mkuu ambaye maji yanamsikia. Yanaweza kufungua kinywa chake yakawameza, yakawachukua watu kwa mafuriko. Wamezwe. Uliza Gharika nini kilitokea. Wale waliokuwa na kiburi hawataki kulitumikia kusudi la Mungu, wakakubali kushikamana na agano la kishetani, wakaabudu miungu wengine. Alafu maovu yakafika kwenye kiti cha enzi. Mungu aligahiri, akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu, yeye ni nyama tu. Na sasa maovu yake yamefika mbele za uso wangu, nitamkatilia mbali kila mwanadamu niliyemuumba kwa sura na mfano wangu. Na kila chenye mwili chochote kitateketea. Alipotamka namna hiyo, chemichemi zikaanza kufunguka. Ghafla. Mbingu zikafunguka. Watu hawakuwahi kuona maji yanamwagika. Nchi inatoa maji, mbingu inatoa maji. Yakakutana hapo. Kufumba na kufumbua. Kila kilicho hai, hata ndege wa angani wamepotea. Yeye ndio shujaa. Yesu akiamuru maji yawe silaha na kutandika nayo, haurudi tena. Ninaamuru maji haya yageuzwe leo yawe silaha ya kuwapiga maadui zako. Wapigwe ama wasipigwe. Wapigwe. Mungu ayageuze maji yawe nini? Silaha. Ukikimbilia nchi kavu,
atafungua atafungua ardhi. Amina. Itakumeza. Amina. Mungu ana uwezo wa kutumia chochote. Anaweza. Na maandiko yanasema kila kitu na kila kiumbe sawa ni mtumishi wa Mungu. Amen. Ana uwezo wa kukitumia mahali popote. Amen. Na kikafanya kazi. Amina. Walio tayari maji yafanye kazi leo waseme amen. Amen. Yatafanya ile kazi Mungu aliyoyakusudia. Amen. Farao alipoingia kwenye yale maji na jeshi lake. Yes. Sema amina. Amina. Ubaharia wake ulifeli pale. Alisubiriwa yeye na magari yake na majeshi yake. Oh yes. Sema amina ya Rabbi. Amen. Alafu Musa akaambiwa tumia uzoefu wako wa malaika wa maji. Amina. Akageuka akanyosha fimbo. Biblia inasema maji yalirudi. Yakawafunika na magari yao ya vita. Wewe. Hakuna hata kichwa kilichoonekana kinaelea juu ya maji. Nini kimetokea? Marine spirit. Yes. Roho za majini zimerudi wapi? Majini. Kuna watu wamevaa mwili na damu. Yes. Na hawa ni maadui zako. Amina. Ukiwapa pesa ndio imezama. Ni kweli? Ukiwakopesha mtaji ndio umezama. Umezama. Wakipitia mume wako wanamzoa kama maji. Wewe. Wakipitia wateja wako wanawabeba kama maji. Kabisa kabisa. Amina ya Rabbi. Amina. Taka nikuhakikishie. Sawa. Hao watu wenye nguvu kama ya maji ya kuzamisha watu sahihi na vitu sahihi leo watakutana na malaika wa maji. Tangazo. Atawanyosha leo. Wakadiosema wanyoshwe. Injili tamu sana hiyo. Mahali wachawi huwa wanaenda kuogelea. Ndio. Wanatafuta nguvu baharini. Ndio. Mahali wachawi wanatawala kwenye anga la baharini. Ndio. Nasema leo tutawashusha maji yale yale. Shusha. Yanayowapa nguvu. Shusha. Yale yale yatamalizana. Yes. Farao na jeshi lake lote wakarudi wapi? Majini. Amina. Sema amina ya Rabbi. Amen. Kuna watu leo wataenda na maji. Amen. Watesi na wataabishaji wa maisha yao. Wote. Adui na watu wote walio hapa kuwa kinyume chako. Napiga sauti nasema waende na maji. Waende. Na hilo ndio neno la Bwana. Amen. Waende, wabaki hivyo hivyo. Waende. Una haja ya kutumia upanga. Wewe. Una haja ya kutumia risasi. Ndio. Una haja ya kutumia mabomu. Kama Israeli na nani? Yes. Na Irani. Yes. Yes. Wewe silaha yako ya leo ina nguvu katika Bwana. Maji haya yatafanya shughuli. Wewe. Yashughulike, yasishughulike. Yashughulike. Leo badilisha picha yako. Amina. Ya kupita katika mto wa moto. Mto huu wa leo sawa unakwenda kusimamisha karama na vipawa vyako. Asante Bwana Yesu. Tasimama mbele za Bwana. Amen. Mto huu utasimamisha uchumi wako. Tena. Na kuanzia sasa wateja watafurika kama maji mengi. Kuanzia sasa watu sahihi watakuja kama mafuriko kwenye maisha yako. Piga sauti, sema imeshakuwa. Imeshakuwa. Kwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo Nazareti, Mungu mkona nuru halisi. Kwa jina la nani? La Yesu Kristo Nazareti, Mungu mkona nuru halisi. Yesu Kristo atusaidie sana. Amina sana. Narudia tena, Yesu atusaidie sana. Amina. Sasa ni muhimu sana ukafahamu. Sawa. Sema amen ya Rabbi. Amen. Ya kwamba yako maroho ambayo majini ndio kaburi lao. Amina. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 8 na mstari wake wa 32, naomba tusome. Kitabu cha Mathayo sura ya 8 na mstari wake wa 32. Hebu soma. Ninasoma kwa jina la Yesu. Soma. Akawaambia, nendeni. Wakatoka. Wakaingia katika nguruwe. Ndio. Na kumbe kundi lote wakateremka. Ndio. Kwa kasi gengeni hata baharini. Ndio. Wakafa majini. Wakafa wapi? Majini. Wakafa majini. Sasa nani? Tusome Luka 8:27. Kitabu cha Luka sura ya 8 na mstari wake wa 27. Kwa spidi.
Kitabu cha Luka sura ya 8 na mstari wake wa 27. Soma. Ninasoma kwa jina la Yesu. Naye aliposhuka pwani. Alikutana na mtu mmoja wa mji ule. wa ule mji. Mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi. Ambaye alikaa siku nyingi. Wala hakukaa nyumbani. Endelea. Ila makaburini. Ndio. Alipomwona Yesu alipiga kelele. Akapiga kelele. Akaanguka mbele yake akasema kwa sauti kuu. Ndio. Nina nini nawe Yesu? Nina nini na wewe Yesu? Mwana wa Mungu aliye juu. Nakusii usitutese. Ninakusii kuanzia sasa usitutese. Mstari wa 29. Kwa kuwa umemwamuru yule pepo mchafu. Ndio. Amtoke mtu yule. Maana amepagawa naye mara nyingi. Amepagawa na roho chafu kwa muda mwingi. Endelea. Hata liliundwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu. Rudia hilo mstari. Hebu tusaidie nani? Tusaidie. Mstari wa 29. Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu, ndio, amtoke mtu yule. Maana amepagawa naye mara nyingi. Amepagawa mara nyingi. Hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu. Ndio. Akavikata vile vifungo. Kakata vile vifungo. Ndio. Akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Ndio. Mstari wa 30. Yesu akamuuliza. Ndio. Jina lako nani? Jina lako ni nani? Akasema, jina langu ni Jeshi. Jina langu mimi ni Jeshi, sio mtu mmoja. Tuko wengi. Ni lile jeshi lililoanguka na Lucifer kutoka mbinguni. Ndio tuko humu. Kuna watu wamebeba majeshi ya pepo wabaya kwenye familia. Ndio. Na hao watu leo tunawatafuta kwenye familia yetu. Tangazo. Ndio maana unapokwenda kupita pale. Sawa. Ni muhimu sana ukaandika majina ya familia yako. Amen. Yamkini kuna moja wapo ni mchawi. Ndio. Ndiye anayeagiza majeshi ya pepo kutoka kuzimu. Andika. Yamkini mwingine ni mganga. Ndio. Ndiye anayeagiza mapepo kwa ajili ya kuendesha uganga wake. Andika. Wengine ni waovu. Ndio. Wazee wa mila. Ndio wanaoagiza roho chafu. Ndio. Kwa ajili ya kuja kugandamiza ukoo. Yes. Uendelee kukaa kwenye umaskini. Ndio. Ufukara na madeni. Andika majina yao wote. Andika. Na leo andika ukoo zote mbili. Wa baba na wa mama. Amen. Huko kama kuna mtu ni mganga, wewe usishangae anakupigia simu akwambie nipeleke kwa kuhani Musa. Nataka kwenda kusalimisha vibuyu. Wewe. Kwa sababu majini yangu yote yamerudi kuzimu. Shetani yangu na mapepo yamerudi kuzimu. Nimebaki na vibuyu vitupu. Nipeleke sasa akamalizie kazi. Wangapi wako tayari waseme niko hapa? Nipo hapa. Wengine ni wachawi watajisalimisha. Andika. Sema amina rad. Amen. Ambao wanamiliki majeshi. Ndio. Ya roho chafu. Jeshi za kichawi. Jeshi. Ndio maana wanaitwa malkia. Ndio maana wanaitwa wakuu. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu wanaamrisha majeshi ya pepo. Amina. Katika familia. Amen. Leo watakutafuta. Yes. Utatafutwa wiki hii. Oho. Wewe kitafuta waambie nimepatikana. Aya. Wakija wakikwambia nakuja kwako unawaambia kituo cha kwanza ni ngome ya Yesu Kristo. Siwezi kupokea wanaotunza majeshi, wanaolinda majeshi ya pepo wabaya, wenye mamlaka juu ya majeshi ya pepo wabaya, wenye nguvu juu ya majeshi ya pepo wabaya. Lazima tukajisalimishe ngomeni. Ndio ule ugali wangu na kunywa maziwa kwenye nyumba yangu. Amina. Yes. Mmepokea wageni kwenye nyumba zenu. Kumbe ni wabeba majeshi ya pepo wabaya. Kumbe wamepandikiza watoto wenu. Ndio. Wamepandikiza wajukuu wenu. Ni kweli. Unashangaa mtoto miaka 8 ameshaanza kupagawa pepo. Ni kweli. Atakuwa binadamu huyu kweli? Hapana.
Mtoto wa kiume ameshaanza kugeuka dalili za kishoga. Ndio. Mtoto wa kike ameshageuka dalili za usagaji. Yesu tusaidie. Unaanza kuona tabia za ajabu. Ndio. Kumbe ulikaribisha watu nyumbani. Tena unawalaza chumba cha watoto wako. Wewe. Ukidhani ni watu wazuri. Adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake. Shetani akikutafuta kwa namna yoyote, akikukosa wewe, ndio atainua watu wa karibu. Asante mwalimu. Atawasogeza aidha kwa zinaa, ndio, ili wakuingilie majeshi ya pepo wabaya. Ndio. Aidha kwa chakula, wakulishe majeshi ya pepo wabaya. Ndio. Aidha kwa kuchanjwa chale za usiku. Unalala unashangaa kuna mtu kama vile umechorwa umekwanguliwa miba sio miba. Ndio. Chale sio chale. Kumbe ni wageni uliokaribisha nyumbani. Wamekuja kukuparua na makucha. Leo ninasema hivi, kama kuna alama ya mchawi kwenye mwili wako, kuna alama ya mganga kwenye mwili wako, usiku wa leo atapiga yowe. Majirani wote watajua ya kwamba kuna mtu ameshughulika nao. Kuna mtu amepambana nao. Ukaje usema na iwe hivyo. Shangwe, shangwe, shangwe. Yes. Yesu Kristo, Yesu anaelekea ng'ambo ya Wagerasi. Anakutana, anafuata mtu mmoja tu. Kulikuwa watu wengi. Ndio. Kuna mtu Yesu amemfuata leo. Asante. Katika ibada hii leo, kuna mtu Yesu amemfuata. Mwezi huu wa 6 ametembelewa. Na miongoni mwa ajenda Mungu alionayo ni roho zote 7 za ukoo wenu, upande wa baba na upande wa mama, zizamishwe ili upokee roho ya mafanikio na roho ya utajiri. Piga sauti, sema ni mimi na Yesu anisaidia.